uwakilishi wa wanawake katika mahakama zetu umeimarika kidogo. Katika mahakama ya rufaa kuna majaji 39, 26 ni majaji wa rufani wa kiume na 13 majaji wa rufani wa kike. Hii inajumuisha pamoja na jaji mkuu namba 39. Na kwa mahakama kuu kuna jumla ya majaji 105. Majaji wa kiume ni 65 na majaji wa kike 40. Unaona tunakaribia na 50. Kila mwaka tarehe 10 Machi duniani inaadhimisha siku ya majaji wanawake duniani. Siku hii ilianzishwa na Umoja wa Mataifa ili kutambua mchango wa majaji wanawake katika mfumo wa haki, huku ikihimiza usawa wa kijinsia ndani ya mahakama. Kwa miongo mingi taaluma ya sheria imekuwa ikitawaliwa na wanaume, lakini kwa sasa idadi ya majaji wanawake inaongezeka duniani kote, ikiwezesha mabadiliko chanya katika utoaji wa haki. Hapa Tanzania, chama cha majaji wanawake yaani TAUJA kimekuwa mstari wa mbele katika kuimarisha haki na usawa kwa wanawake katika mahakama. Mwenyekiti wa chama hicho, Baruke Sahel, ambaye pia ni jaji wa mahakama ya rufaa, anaeleza lengo kuu la TAUJA. TAUJA ilianza mwaka 2000. Lengo kuu la TAUJA ni kuhakikisha kwamba panakuwepo na haki na usawa kwa wote, na katika kufanya hili pia linaangalia na kuimarisha ujuzi na maarifa kwa wanachama wake ili waweze kutekeleza majukumu yao ipasavyo. Kwa ujumla, TAUJA ina wanachama wa ngazi zote, kuanzia mahakimu wa mahakama za mwanzo mpaka majaji wa mahakama ya rufani, na tupo mikoa yote na kwa pande zote mbili, visiwani na Tanzania bara. Kwa hiyo members wanatoka katika Tanzania bara pamoja na Tanzania visiwani, yani ikimaanisha Unguja na Pemba au Zanzibar. Siku ya majaji wanawake duniani ni maalum kwa ajili ya kutambua mchango wa wanawake katika mahakama. Na kwa mujibu wa jaji, uwepo wa majaji wanawake umeleta mabadiliko makubwa katika utoaji wa haki. Kwa ujumla wake kuna mabadiliko makubwa sana katika tasnia nzima ya sheria. Tukianza na sheria zenyewe, utaona sasa hivi kuna sheria nyingi zimebadilishwa katika kutambua haki ya mwanamke. Na kwa upande wetu wa TAUJA pia tunajivunia kwamba ile swala la sheria ya ngono lile lilianza kwetu sisi baada ya majaji kuona kwamba kuna upungufu fulani katika kuthibitisha ile swala la rushwa ya ngono. Kwa hiyo ikapelekea mpaka kukaundwa na mtandao ambao ulikuwa unashughulikia sasa na mambo ya rushwa ya ngono, mpaka watu wakapata uelewa wa kutosha, mpaka na sheria kwenda kubadilishwa, kikawekwa kifungu maalum cha sheria ya ngono kukataza sasa rushwa ya ngono. Kwa hiyo uwepo wetu kunasaidia pia kutoa perspective ya upande mwingine. Unajua wanaume wana ile chauvinism, wanaangalia labda kwa hivi, lakini akija mwingine na kuwa na kuna uwanda mkubwa zaidi wa kuangalia lile suala kwa upana zaidi. Kwa miongo mingi mfumo wa mahakama umekuwa ukitawaliwa na wanaume, lakini sasa uwakilishi wa wanawake umeimarika, akitaja takwimu zinazoonyesha ongezeko la majaji wanawake katika mahakama mbalimbali nchini. Kuna msajili mkuu wa mahakama, huyu kwa nafasi yake mara nyingi huwa yuko ni mmoja tu, na kwa sasa msajili mkuu wa mahakama ni mwanamke. Na pia tuna msajili wa mahakama ya rufani, na kwa nafasi hii huwa anakuwa mmoja na yeye ni wa kiume. Na kuna msajili wa mahakama kuu
naye kwa nafasi yake huwa anatakiwa awepo mmoja, na kwa sasa aliyekuwepo ni wa kiume, japo aliyekuwepo nyuma ya huyu alikuwa wa kike, lakini akapanda juu, amekuwa jaji sasa kwa Mahakama Kuu. Pia tuna wasajili au manaibu wasajili, jumla wako 80, wa kike 40 na wa kiume 40. Kwa hiyo hapa tuna nusu. Mahakimu wakazi wa ngazi zote wako 1228, wa kiume 620, wa kike 608. Kwa hiyo wanakaribiana kidogo. Na mahakimu wa mahakama za mwanzo jumla wako 196, wa kiume 112 na wa kike 84. Mbali na mabadiliko ya ndani, Tauja pia inashirikiana na mataifa mbalimbali ili kuleta fursa kwa wanawake waliopo katika taaluma ya sheria. Mwenyekiti wa chama hicho anafafanua jinsi wanavyoshirikiana na vyama vya kimataifa. Chama cha Tauja pia ni chama shirikishi cha chama cha majaji na mahakimu wanawake duniani, kwa kifupi inaitwa IAWJ. Na mara nyingi kwenye chama hiki huwa wanachama wa Tauja pia ni wanachama wa hicho chama cha IAWJ. Kwa hiyo huwa tunakuaga na mikutano yetu, tunakuaga kuna seminar au workshops, nyingine zinakuwa tunaenda physically, nyingine tuna attend kwa njia ya mtandao. Kwa hiyo wanachama wetu huwa wanapata nafasi ya kushiriki na integrate na wanachama wengine wa nchi zingine. Kwa mfano, mwaka huu kutakuwa na mkutano mkuu wa hicho chama shirikishi IAWJ, na huo mkutano mkuu utafanyika Cape Town, South Africa. Itakuwa mwezi wa 4, na kuna wanachama mpaka sasa hivi ambao tayari wameshajiandikisha na wataweza kuhudhuria mkutano huo. Tuko kama 28, tuko 28 wataweza kwenda kuhudhuria na kukutana na kubadilishana mawazo na wanachama wa nchi nyingi tofauti kutoka duniani. Kwa hiyo kuna ambao watatoka bara la Amerika, bara la Amerika Kusini, bara la Asia, Afrika. Tutakutana pale kwa pamoja na kuzungumza mambo tofauti. Kwa upande wake, katibu wa Tauja Gladys Nancy anazungumzia namna wanavyofurahia siku hii, akisisitiza umuhimu wa kutambua majaji wanawake na mchango wao. Pia anatoa mwaliko kwa wanachama wa Tauja kushiriki katika mkutano mkubwa utakaofanyika Cape Town. Nitoe mwaliko kwa wanachama wote na waweze kushiriki katika mkutano wetu unaokuja wa Cape Town kule Afrika Kusini mwezi wa 4, kama ambavyo tunafahamu kwamba tunapaswa kushiriki katika mkutano huo, kwa sababu itatupa mawanda mapana ya kukutana na majaji na mahakimu wengine wanawake duniani na kufahamu wanafanya nini, na itatuongezea pia uwezo zaidi katika kutekeleza majukumu yetu ya kazi. Kwa wasichana wenye ndoto za kuwa majaji siku moja, katibu wa Tauja anatoa ujumbe na kutoa hamasa kuwa ndoto zao zinaweza kufikiwa. Lakini pia ningependa nizungumze na yule msichana ambaye alikuwa na ndoto ya siku moja kwamba na yeye atakuja kuwa hakimu au atakuja kuwa jaji. Kwa kuangalia ambao tayari wapo wametutangulia, ni kwamba inawezekana ukaishi ndoto yako. Tunawatia moyo na tumekuwa na pia tunapita mashuleni kutoa elimu, lakini kuanzisha clubs ambazo zitawa inspire, na wengi wamejikuta wameshakuwa connected na majaji, wameshakuwa connected na waheshimiwa mahakimu. Ni kwa sababu tunatamani na wao waweze kuishi katika ndoto yao. Kwa kuadhimisha siku hii, wanachama wa Tauja pia wanafanya shughuli mbalimbali za kijamii. Jaji anafafanua moja mipango yao muhimu kwa tarehe hii 10, ambayo ni tarehe muhimu kwa majaji wanawake. Siku ya leo tarehe 10 Machi
wanachama wa Tauja watakuwa wanatembelea mashuleni, yani shule za msingi na sekondari kwa ajili ya kutoa elimu kuhusiana na unyanyasaji wa kijinsia na pia kuwa inspire hapo baadaye kuja kuwa majaji au mahakimu. Na zoezi hili litafanyika nchi nzima katika mikoa yote ikiwemo pia Tanzania visiwani. Lakini ujumbe wa siku hii hauishii kwa wanajamii pekee. Mwenyekiti wa Tauja anawataka wanachama wa chama hicho kuendelea kuhakikisha haki inatendeka kwa wananchi wote. Tuendelee kuwasaidia wenzetu katika nafasi zetu ambazo tumezipata kuhakikisha kwamba haki inapatikana kwa usawa kwa wote, kama kama dhima yetu ya chama inaposema. Na kwa wananchi, nitaomba kila mwananchi mmoja mmoja katika nafasi yake tushirikiane kwa pamoja kuhakikisha kwamba kuna usawa katika nchi yetu ili tuwe na amani na utulivu katika nchi yetu. Siku ya majaji wanawake duniani si tu siku ya kusherehekea mafanikio, bali pia ni fursa kwa kuangalia wapi tulipotoka, tulipo sasa na wapi tunapaswa kuelekea. Kwa jitihada za majaji wanawake, mfumo wa haki unazidi kuwa jumuishi na wa haki kwa wote. Hii ni Wakili TV na mimi ni Rausat Swedi.